Habari ya leo ndugu zangu, wana Simba na waandishi wa habari. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa siku njema ya leo, kwa kuwa yeye ndiye ametufanya tumefika hapa tukiwa wazima wa afya na wenye sia njema. Pili, napenda kuwapongeza wenyeji wetu ambao wametukaribisha hapa. Namuona kwa mbali CEO wa Diadora SADC, naona yeye amekaa nyuma. Nadhani namuona Mr. Yusuf. Yeye atatutambulisha vizuri timu yake yote wakati ukifika. Ila tu kikubwa na cha msingi, napenda kutoa shukrani za kipekee kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mbele yetu tumeambatana na naibu waziri wa michezo, yuko kushoto kwangu hapa. Kwa kipekee kabisa napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Amista Retare, ambaye yeye ni mbunge wa Morogoro vijijini, naye tuko naye hapa. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Mheshimiwa Murtaza Mangungu, CEO wa klabu ya Simba, pamoja na wanahabari wote ambao mmefika mahali hapa. Leo sina mengi sana ya kuzungumza, kwa sababu yale ambayo tulikuwa tumeahidi siku ambayo tulikuwa tunatangazwa kama Jeruti ni watu ambao wamepata hii kandarasi ya utengenezaji wa jezi, nilisema kwamba sisi kama Jeruti, kutokana na past experience ya wenzetu ambao wamepita na kutokana na ukubwa timu ya Simba Sports Club, ni wakati sahihi sasa wakaenda kimataifa. Leo hii tuko hapa katika ofisi hizi za Diadora. Ofisi hizi za Diadora ni makao makuu ya Diadora SADC. Katika Afrika, ukanda wa SADC, makao makuu yao yako hapa South Africa. Ndio hapa tulipo. Kama tunavyofahamu, makao makuu ya Diadora yako Italy, lakini kwa Afrika ni yako hapa South Africa, lakini katika ukanda wote wa SADC. Siku ya leo ni muhimu sana kwetu, kwa sababu tunaenda kuleta tofauti na tunaenda ku-elevate soka la nchini kwetu Tanzania. Kwa kuwa kwa mara ya kwanza tunaenda kutangaza partnership kati ya Jeruti Investment East Africa Limited, Simba Sports Club na Diadora, kama washiriki wa pamoja katika utengenezaji wa vifaa vyote vya michezo ambavyo Simba Sports Club vitaenda kuvaa kwa kipindi chote cha mkataba wetu. So I just want to take this opportunity now to welcome Mr. Yusuf. Thank you. Mr. Yusuf is the brand manager of Diadora South Africa, and I think he is going to explain us and introduce all the team of Diadora which are here, and how do they now expect with this cooperation with us and Simba Sports Club, and with this partnership, how are we going to make and bring changes in Tanzania, soccer, Africa, and the world. Welcome. Thank you very much. Good afternoon to everybody. Diadora, for those that don't know, is an Italian sportswear brand that specializes in footwear. It was founded in 1948, so it's a little younger than Simba Sports Club. Just a little bit of history about us. About Diadora first. Diadora, the name comes from the Greek word diadoria, meaning sharing of gifts and honors. And I think it's a great privilege for us to be sharing our gifts and honors with a club as old as Simba and also with the Jeruti company.
Our brand started in 1948, but in 1960 they started getting into athletics and soccer. And a short synopsis: in the mid 70s, they brought in tennis and they brought in soccer, and Marco van Basten was one of their icons in the 70s and 80s, and also Roberto Baggio. In terms of clubs, AS Roma were also fitted out by Diadora for many years. So for us at Diadora and for Legenda Sports South Africa, we are proud to be associated with Simba Soccer Club, simply because we believe that for our brand and also for our country, it's a great opportunity to grow this brand in our own country as well as in Africa. Thank you. Thank you, Mr. Yusuf. Welcome to our family. Thank you very much. I hope you will enjoy being with us. Ndugu wageni waalikwa, nichukue nafasi hii kumtambulisha Mheshimiwa Balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, Mheshimiwa James Bwana. Mheshimiwa Balozi, karibu sana. Asante sana. Basi baada ya kumsikia CEO wa Diadora, sasa tumkaribishe mtendaji mkuu wa klabu ya Simba, Bi Zubeda Hassan Sakuru, na yeye atuambie kutoka Simba Sports Club mambo yakoje huko. Mr. Yusuf, sorry to... No problem at all. Okay. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa klabu, mkurugenzi mwenza wa kampuni ya Jerut Investment, ndugu wanahabari na Watanzania wote na wanasimba, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Kazi iendelee. Simba Nguvu moja. Nadhani wote tumejionea jitihada ambazo zimefanyika katika kuboresha kandarasi ya uzalishaji wa zabuni ya kuzalisha jezi pamoja na kuzisambaza katika msimu wa mwaka 2025-26. Na ushirikiano huu ambao tunauanza leo kati ya kampuni ya Jerut pamoja na Diadora inaonyesha ni kwa jinsi gani Simba Sports Club imedhamiria kufikia lengo lake na dira ya kuwa kilabu bora barani Afrika. Kwa hiyo ni watake wana Simba, wa Tanzania wote kwa ujumla kuipokea kwa mikono miwili, na lakini kwa kipekee nipende kupongeza juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuimarisha ukuaji wa sekta ya michezo nchini Tanzania na kuifanya iweze kuvuka mipaka mpaka nje ya Tanzania. Simba nguvu moja. Asante sana. Karibu. Asante sana CEO, na nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha mwenyekiti wa klabu ya Simba, Mheshimiwa Murtaza Mangungu. Yeye ndo mwenye Simba yake, basi atueleze mawili machache kuelekea katika mwanzo huu mpya wa kihistoria baina ya Simba Sports Club, Jerut pamoja na Diadora. Karibu. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, for the sake of timing, I know you all understand what I'll be telling. We do appreciate Jerut and also Diadora, as has been spoken, that Diadora is an international recognized brand, and we make sure that we make everything possible to elevate from where it is up to limit of sky. We know it's been there for a while, as it's been spoken, 1940 something. Italian national team won it, AS Roma and other very famous clubs. But for us, it's a honor to have an international recognized brand dealing with us. So we really appreciate, and this is what we've been looking for a long time, to have our team wear what is valuable and to give what is best to the fans and the players and the team at large. So we would like to say many thanks, and we really appreciate for the government support. Honorable Deputy Minister, you've been with us from the inauguration day. And Ambassador,
since we have told you that we will have this occasion, and you make yourself available even if you have a lot of schedules in a day. So we really appreciate for that, and we promise to keep our relationship to be fruitful for both sides. Thank you very much and good evening. Chairman, kwa maslahi ya Waswahili wenzetu naweza kusema sio. Tunashukuru sana kwa nafasi hii. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Balozi pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na ratiba zao ngumu, lakini tulipotoa taarifa kwa serikali kuhusiana na hili tukio wamekubali kujenga ratiba yao na kushirikiana na sisi. Diadora ni brand kubwa ambayo inajulikana vizuri duniani tangu uanzishwaji wake. Kama ilivyoelezwa, imewahi kuvaliwa na vilabu vingi maarufu duniani kama Italian National Team wakati wanachukua World Cup walikuwa wanavaa Diadora. Lakini pia kama vilabu kama AS Roma na vinginevyo. Kwa hiyo Simba inakuwa ni brand kubwa na ya kimataifa. Katika ukuaji huo tunaamini kabisa tunakuwa na wenzetu ambao walishakuwa wakubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana kupata nafasi hii na tunaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa Diadora, Jayrut, lakini pia wana Simba kupata bidhaa bora zenye kiwango kinachokubalika kimataifa. Kwa hiyo ile thamani ya fedha na ukuaji wa michezo, Mheshimiwa Naibu Waziri na Balozi, hili jambo ni jambo kubwa kwa maana kwamba sasa recognition ya Simba katika wigo wa kimataifa itakuwa ni kubwa zaidi kwa kutumia brand hizi ambazo zimekuwa kuna neno ambalo sipendi kulitumia lakini imekuwa established vizuri. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunashukuru kwa nafasi hii na tunaomba Mungu kwamba tuendelee kushirikiana nao katika manufaa ya pande zote mbili. Asante sana. Asante mwenyekiti, kabla hujaondoka hapo nikuombe kwa heshima na taadhima umkaribishe Mheshimiwa Naibu Waziri naye aje atoe neno hapo. Baada hapo tuendelee na jambo. Mimi ningetamani sana Mheshimiwa Balozi japo aseme maneno mawili kwa sababu yeye ndo ambaye yuko hapa na kama ilivyotamkwa kwamba Diadora Afrika iko hapa. Na ndio maana tumekuja kufahamu. Mwanzo ilikuwa tuende tukafanyie Italy, mara tufanyie Dar es Salaam, lakini baadaye tukaona kwa kuwa tunakuja kwenye tukio hili muhimu hapa kwa ajili ya mechi yetu, basi tukaja kufanyia hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Balozi japo useme maneno mawili matatu, lakini usikose kuchukua ujumbe wetu kumpelekea Mheshimiwa Rais kwamba tunashukuru sana kwa aina yote ya ushirikiano tuliopata kutoka serikalini, na hilo limekuwa limeimarishwa kwa hali ambayo mmetuonyesha tangu tumefika hapa. Mmetupokea vizuri, tumekuwa tukishirikiana kupata taarifa na kupata facilitation za aina mbalimbali mpaka tumeweza kufikia hii leo. Kwa hiyo tunashukuru sana. Mheshimiwa Waziri, yale ya kwetu sisi tutayaleta kwa maandishi ili yafikishe huko kwa serikali. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara yetu ya Michezo na Utamaduni, ndugu viongozi wa klabu ya Simba, washabiki na wapenzi wa soka, kwa niaba ya ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba ya Wizara yetu ya Mambo ya Nje, napenda kutumia fursa hii kwanza kabisa kuwakaribisha nyote, lakini zaidi kwa heshima kubwa kumkaribisha Mheshimiwa Naibu Waziri ambaye pamoja na majukumu yake mengi kama ilivyoelezwa ametenga muda wa kuja kushuhudia ushirikiano huu unaoanzishwa kati ya klabu yetu ya Simba pamoja na makampuni haya ya wazalishaji wa vifaa vya michezo vyenye hadhi ya kimataifa ukifanyika hii leo katika Jamhuri hii ya Afrika Kusini. Leo hii tumetoka kusherehekea miaka 61 ya uhuru wetu. Lakini katika tukio hilo kubwa ambalo tumelifanya pale Pretoria lilohudhuriwa na mabalozi kutoka nchi zote zenye uwakilishi hapa Afrika Kusini zaidi ya nchi 185, lakini leo hii pia tunakuja kushuhudia tukiambatana na Mheshimiwa Naibu Waziri wetu mwenye dhamana ya michezo na utamaduni kushuhudia jambo hili kubwa ambapo klabu ya Simba kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaingia sasa katika level nyingine ya juu ya kwenda kuvishwa sasa na kampuni mahiri kabisa kimataifa katika masuala haya ya vifaa vya michezo. Sasa ukiona mtu ana katika karne tulionayo
bado anatumia usafiri wa punda kusafiri, unapata kidogo mashaka. Na kwenye michezo pia vile vile, unapoona sasa klabu kama Simba inapata sasa jezi, inapata vifaa vya michezo kutoka katika kampuni mahiri kimataifa ambayo ina historia ulimwenguni ya kuvivisha vilabu vikubwa kabisa, unajua kabisa kwamba ule ukubwa wa Simba sasa unazidi kujidhihirisha katika mambo kama haya. Kwa niaba ya ubalozi, kwa niaba ya mimi mwenyewe binafsi, natoa shukrani kubwa na nyingi za dhati kabisa kwa wizara yetu ya michezo, lakini mahususi kwa Mheshimiwa Naibu Waziri kutenga muda wa kuja kushuhudia kwa macho yake tukio hili ambalo angeweza kujikalia zake nyumbani akahadithiwa tu kwamba limetokea. Kwa nitumie pia fursa hiyo kuwashukuru viongozi wa Simba kwa kuona umuhimu wa serikali kushiriki katika jambo kubwa kama hili, kiasi cha kupata mwaliko mimi pia kama balozi na Mheshimiwa Naibu Waziri wetu kuja kujumuika nasi ili kushuhudia jambo hili linalofanyika ambalo kimsingi linazidi kuipeperusha na kuipaisha diplomasia ya michezo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya watumishi wenzangu wa ubalozi, kwa niaba ya wana Simba ambao wapo ndani ya chumba hiki, tukushukuru kwa dhati, na nimeambiwa baada ya mimi utapata nafasi ya kuongea, basi niishie hapa nikukaribisha kwa dhati uweze kusema nasi japo kwa uchache yale ambayo unapenda kuyafikisha kwa Watanzania wote kupitia hiki ambacho tumekishuhudia hivi punde. Asante sana. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa klabu ya Simba, mtu wa Kilwa. Lakini umeolea Tanga. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Jairute, CEO wa klabu ya Simba, semaji wa Confederation, wana Simba mlioko katika chumba hiki, ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mimi nimekuja nikiwa na moyo wa furaha sana kushuhudia utekelezaji wa kandarasi iliyoingiwa mimi nikiwa mgeni rasmi takriban majuma mawili yaliyopita ya ushirikiano kati ya klabu ya Simba na kampuni ya Jairute. Mambo mengi yalisemwa kwenye usiku ule na ni mambo ya kutia moyo kama yatakwenda kutekelezwa. Na mimi nimekuja kushuhudia utekelezaji wa masuala yale ambayo yaliahidiwa wakati wa uingiaji mkataba ule ama kandarasi ile kati ya klabu ya Simba na kampuni ya Jairute yakianza. Kwa hivyo moja ya mambo ambayo yalisemwa ni kwamba klabu ya Simba itakwenda kuvaa nembo ya kimataifa, brand ya kimataifa kwenye jezi zake. Na nilikuwa na hamu, na mimi siku ile niliuliza maswali mengi kweli kweli. Na nikubali kwamba mmenishangaza kwa jinsi ambavyo jambo hili limekuja haraka kuliko ambavyo nilitarajia. Nilijua kutakuwa na kamchakato, patakuwa na kautaratibu karefu kidogo, lakini mnaonyesha kabisa ya kwamba mna nia ya dhati ya kutekeleza yale yote mlioingia kwenye mkataba, lakini yale yote yanayokuja kama benefits zinazokuja pamoja na mkataba ule. Kwa hili niwape hongera sana klabu ya Simba na kampuni ya Jairute. Lakini mimi nimekuja kwa mambo mawili. Moja, nilikuja kushuhudia hili, lakini nilikuja kwa kufuatia lile kubwa la mechi dhidi ya Simba na Stellenbosch itakayofanyika siku ya Jumapili pale Durban. Na mimi nimekuja kwa kuiwakilisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kazi ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6 wametupa ni kuvipa ushirikiano usiomithilika watu binafsi, taasisi za serikali na mwingine yoyote anayetaka kujishughulisha na masuala ambayo sisi tumekasimiwa mamlaka ya kuyasimamia. Kwa hiyo tumekuja moja kuhakikisha kwamba Simba inakwenda fainali kwenye mashindano ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, lakini
hili la kuongezewa kwamba tunakuja kushuhudia utekelezaji wa mkataba ambao Simba imeingia na kampuni ya Jairuti unaanza, na lenyewe lilikuwa icing on the cake. Kwa hiyo ni washukuru klabu ya Simba kwa kunipa fursa hii ya kuweza kushuhudia yale ambayo mliahidiana yakianza kutekelezwa, lakini ni ishukuru kampuni ya Jairuti kwa kuanza kutekeleza ule mkataba ambao umeingia haraka. Hivi ndivyo ambavyo Mheshimiwa Rais angependa kuona klabu zetu zikienda katika viwango vya kimataifa, klabu zetu zikibebeshwa ule ukubwa ambao unavistahili. Tuna vilabu vikubwa sana, tuna vilabu vina historia kubwa na vinastahili haya ambayo nyinyi mnayaleta. Ni leo tu nimejua kama Diadora yenyewe imetoka kwenye maneno mawili ya Kigiriki, dia na dorea, ambayo inamaanisha sharing of gifts and honors. Ndio leo nimesanuka hapa. Ambayo ina peke yake maana yake tu inaleta matumaini makubwa kwa mambo ambayo yanakwenda kutokea yanayoletwa na Simba kuingia mkataba huu na Diadora. Kwa hiyo niwatakie kila laheri, na naamini kwamba sio tu brandi kwamba itakuwa kubwa, lakini hata aina za jezi, design zake zitakuwa za kiwango hicho na zitafikia lile lengo la kuipeleka Simba kwenye kiwango inachokistahili. Vinginevyo niwatakie kila laheri kwenye mchezo ambao mnakwenda kucheza siku ya Jumapili tarehe 27 kule Durban, na niwatakie ushindi mnono. Naamini hakuna timu ambayo imepangwa kucheza na Simba katika siku za karibuni ambayo ina kiwango cha Simba. Hamna timu ya kuitoa Simba Sports Club. Nichukua fursa hii pia kuwashukuru wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa ushirikiano mkubwa ambao umetupa toka klabu hii imefika hapa. Wamenisimulia na mimi nimejionea mwenyewe nilivyokuja jinsi ambavyo mmewahosti sawa sawa, na hakutakuwa na pingamizi kutoka kwa serikali, iwe Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ama Wizara ya Mambo ya Nje, kufanya kwamba ni kipingamizi cha Simba kushinda mechi ya Jumapili. Kila ambalo wanalitaka kutoka serikalini wamelipata. Sisi binafsi tumeratibu kuhakikisha kwamba Simba wana timu nzima inasafiri, timu nzima inapata accommodation na inapata chakula, ili kuhakikisha kwamba wanadili na mambo mengine yaliyobaki. Kwa hiyo wizara yetu inawashukuru wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa ushirikiano huu mkubwa mliotupa kwenye swala la diplomasia ya michezo, na tunaamini kwamba hilo ndio hasa lengo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, niwashukuru ndugu zangu wote ambao mmeweza kushuhudia uanzishwaji huu wa utekelezaji wa mkataba wetu, na nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee.